Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine wanazungumzia, hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda tofauti kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ukiweza kushuhudia kile kikubwa ambacho kinachoendelea kwa sasa huko kunako katika anga zima la wananchi Young Africans juu ya yale ambayo yanayoendelea. Hatimaye maamuzi yameweza kutolewa juu ya sakata ambalo linaloendelea kwa sasa kuhusiana na mchezaji Damaro Kamara na kikosi chake cha klabu ya soka Young Africans, ambapo Simba Sport Club ndio waliokwenda kuweza kulipeleka shauri ili katika kamati ya ardhi ya wachezaji kunako katika ofisi za TFF Dar es Salaam, wakipeleka malalamiko yao wakisema ya kwamba Young Africans mabingwa watetezi wanatumia wachezaji 13 badala wachezaji 12 wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, kwa mujibu wa kanuni ambavyo inaelekeza kwa wachezaji ambao ni wa kigeni wanapaswa kuwa 12 katika vilabu vyote vinavyoshiriki ligi kuu ya soka Tanzania bara. Hivyo basi kufanya hivyo ni kukiuka kanuni na taratibu za shirikisho. Hivyo basi klabu hiyo ya Young Africans inapaswa kuweza kunyang'anywa alama 3, alama ambazo wametumia, sio alama 3, alama ambazo wamezitumia kuzipata wakati wakicheza na Damaro. Yani Damaro hata kama aliingia dakika ya 89 bado moja ifike 90, basi hiyo point inahesabika kama Young Africans alishinda au kupata sare, basi inatakiwa hiyo pointi Young Africans akatwe. Sasa hapa ndo kunapoibuka mzozo mkubwa kweli kweli. Hii inaenda mbali, inatukumbusha yaliyotokea katika ule mchezo dabi iliyopita, ile ambayo kila mmoja aliweza kushuhudia kwamba wengine wanakuambia tunacheza, wengine wanakuambia kwamba hatuchezi. Tunarudi kule sasa, ila mimi nimekusogezea kile kinachoendelea na yale ambayo yameweza kutolewa kwa siku hii ya leo, mapya kabisa haya ambayo yamejiri huko. Ila kabla tujaendelea, ni kukumbusha kwamba ukiwa umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, unakuwa na uhakika zaidi wa kuweza kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kunako katika kikosi cha klabu ya soka. Si wengine wanazungumzia, hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans kwa vile ambacho wamekitangaza. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Young Africans unafahamu ya kwamba kwa sasa wapo katika ligi kuu na wanajitahidi kuweza kurejea katika ule ubora wao, na uliweza kushuhudia vikao vilikuwa ni vingi baada tu ya mapumziko ya FIFA break, ambapo waliweza kujadiliana masuala kadhaa na benchi la ufundi, kile kinachowafanya Young Africans kuonekana kama wanaangusha point katika michezo yao. Sasa mimi nimekusogezea kile ambacho kinachoendelea kuhusiana na Damaro Kamara juu ya issue yake, ambapo unafahamu ya kwamba klabu ya soka ya Simba ndo walalamikaji katika hili ambalo walilokwenda kulitoa. Lakini tujikumbushe hapo nyuma, unafahamu ya kwamba Damaro alitoka katika klabu ya Singida Black Stars akaweza kwenda kule, hapa nazungumzia Young Africans, akiwa tayari ameshaweza badilisha uraia wake na kuwa uraia wa Tanzania. Na hata kama unakumbuka mechi ya msimu uliopita kwenye kombe la FA, Singida anamfunga 3 bila. Hapa nazungumzia Simba Sport Club. Ikumbuko ya kwamba Damaro tayari hapo alikuwa tayari ni Mtanzania, alikuwa tayari ameshaweza kubadilisha uraia wake. Kwa hiyo ni swala ambalo kidogo limekaa kama kipropaganda zaidi, ambapo anaandika mchambuzi, anasema ya kwamba Simba wamefungua kesi sio kwa sababu Mohamed Damaro ni kiungo hatari sana, hapana. Sio kwamba Simba wanamuogopa, hapana. Ila Simba wanataka Yanga wakatwe alama kwenye mechi zote ambazo amecheza. Binafsi naiona kama sinema tu, kwa sababu TFF sio wajinga,
kuwaruhusu Yanga wamtumie Damaro kama mzawa wakati ni mchezaji wa kimataifa. Lazima Damaro amebadilisha uraia na taratibu zote zilifuata. Simba wanataka mtelezo tu, wanataka wapate alama za bure, kitu ambacho akiwezi kutokea. Unaona bana? Kwa yale yote ambayo Simba Sport Club wanadhani pengine inaweza ikawa ni rahisi kwa wao kuweza kupata hizo alama ambazo zinazozitaka za Damaro Kamara ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo kila mmoja anaweza kushuhudia namna gani ambavyo Damaro amekuwa ni moja kati ya top key kubwa. Lakini anaandika mchambuzi Hans Laffer, anasema ya kwamba Yanga wamemsaini Damaro kama mzawa wakati tayari alikuwa anatumika hivyo akiwa Singida. Kwenye mfumo wa TFF alikuwa anasomeka kama mzawa, amesema Hans Laffer. Hata mtu wa serikalini Gerson Msigwa alizungumza wazi kwamba huyu ni mzawa. Pia uhamiaji walitoa barua inayothibitisha hilo. Kwa hiyo kinachokwenda kutokea kwa sasa ni kama vile unaweza kusema juu ya issue hii ya Damaro ni kama vile kila mmoja amekuwa akiweza kulishuhudia hili na kulitizama na kuona kabisa ya kwamba pengine hapa kuna namna ambavyo kile ambacho kinachofanyika kwa sasa hivi ni pengine kama unaweza ukasema kama ni hizo propaganda ambazo zilizopo ili watu wapate pointi za bure za mezani. Lakini hii issue inaenda mbali zaidi na kumuibua msemaji wa klabu ya soka ya Yanga. Hapa nazungumzia bwana Ali Kamwe. Yeye anasema ya kwamba hakuna pointi ya mwanaume yoyote itakayokatwa katika hili. Unaona bana? Akisema ya kwamba hao ambao wanafikiria pengine pointi inaweza kutoka kirahisi kwenye hapa nazungumzia msimamo wao, basi hilo wasahau. Wakumbuke ya kwamba pointi zimepambaniwa na zimeweza kufanyiwa kazi. Kwa hiyo kile ambacho kinachokwenda kutokea ni kama vile unaweza kusema ya kwamba yale ambayo yaliyopo kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba ni kama vile yataweza kufanikiwa, ambapo kila mmoja amekuwa akiweza kulishuhudia hilo. Kwa hiyo tunachosubiri kwa sasa ni TFF na kamati ya hadhi ya wachezaji itakuja na lipi katika hili, ambapo watakuja na tamko lipi, kwa sababu ndio watakwenda kumaliza mjadala mzima kabisa kuhusiana na issue hii ya Damaro. Kama Simba Sport Club watakuwa wameweza kushinda ama Young Africans wao watashinda, kwa sababu mpaka sasa shauri hilo bado alijasikilizwa kwa pande zote mbili, ambapo Young Africans wao walikuwa hawajapokea uthibitisho wa juu ya hiyo taarifa kwamba wana kesi huko katika kamati ya ardhi za wachezaji. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kusikia TFF na kamati yenyewe itakutoa jibu lipi. Weka maoni yako hapo chini katika upande wako.